anasema tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Mimi naomba niulize swali langu. Je, mtu binafsi au mtu mwenye biashara ndogo ndogo anatakiwa kulipa kodi kiasi gani tukiwa tupo katika awamu ya pili ya ulipaji wa kodi? Yes, asante. Mtu binafsi au kampuni, tuanze na kesi ya mtu binafsi. Mtu binafsi kwanza tunachokiangalia kwenye kodi ni mauzo. Ndio. Sio swala la mtaji, mauzo. Na kama nilivyotangulia kusema awali, kama mauzo yako kwa mwaka hayafiki milioni 4, ukija TRA utafanywa makadirio. Kama hujasajiliwa utasajiliwa kwa maana kupewa namba ya utambulisho wa mlipa kodi, na then utaambiwa ukalipe shilingi 0. Maana makadirio pale kama mauzo yako yafiki milioni 4, basi utakadiriwa ulipe shilingi 0 kwa mwaka. Okay. Kwa maana hiyo serikali inakuatamia uweze kukua. Na serikali haipo kwa ajili ya kumkandamiza mtu. Lakini kama mauzo yako yatakuwa kati ya milioni 4 mpaka milioni 7 kwa mwaka, basi kiwango chako cha kulipa kinakuwa ni shilingi 100,000 kwa mwaka. Okay. Na mauzo yako yakiwa ni milioni 7 mpaka milioni 11, kiwango chako cha kulipa inakuwa ni shilingi 250,000 kwa mwaka. Na hapo ukishafikisha mauzo ya milioni 11, utakuwa unatakiwa au ni takwa la kisheria sasa uweze kununua mashine ya kutolea risiti za electronic, kwa maana ya EFD mashine. Kwa hiyo utaanza kutoa EFD receipt. Lakini kama mauzo yako yataanzia milioni 11 kupanda mpaka milioni 100, sasa wewe utakuwa unachajiwa 3.5% ya mauzo yako. Kwa hiyo ukiwa na milioni 20, utachukua 3.5% ya milioni 20, utaangalia kile kiwango unachopata, hiyo ndio itakuwa kodi yako. Na ukizidi milioni 100, afisa atakwambia sasa kwa mauzo yako yalivyo, ili usiumie wala serikali isipoteze mapato yake, basi unawajibika sasa kumpata mhasibu ambaye atakuwa anatengeneza hesabu za mizania, ambayo itatuonyesha gharama zako na manunuzi yako na faida uliyopata, ili tuweze kujua kodi unayolipa. Changamoto kubwa ambayo tunaipata kwa walipa kodi wetu, wengi hawatunzi kumbukumbu. Okay. Kwa hiyo tuwahimize waweze kutunza kumbukumbu ili kuondoa ile hali ambayo ya kwamba TRA inanionea na nini, kwa sababu kutunza kumbukumbu zako zitatuonyesha kwamba mauzo yako kwa mwaka ni kiasi hichi, kwa hiyo kodi yako unayopaswa kulipa ni hii hapa. Sasa kwa kesi ya makampuni, ukishakuwa tu registered kama kampuni, moja kwa moja unatakiwa na sheria kuandaa hesabu za mizania. Unatakiwa tuonyeshe kwenye kampuni yako unapataje faida. Hicho ndio kikubwa, na upande wa kuchajiwa upo hivyo.